Vipi mpenzi wa chaneli hii uipendayo ya TanzaPulse? Nataka kuangalia ujumbe ambao umeandikwa na mawakili kwa mkuu wa magereza pale Ukonga. Kwenye ujumbe huo ama kwenye barua hiyo inaanza kwamba sisi mawakili Maduhu William, Nation Nkungu na Paul Kisabo tumefungua shauri la kikatiba ambalo ni shauri nambari 7300 dhidi ya kamishna jenerali wa magereza, mkuu wa gereza la Ukonga na mwanasheria mkuu wa serikali. Shauri hili limefunguliwa katika mahakama kuu masjala kuu ya Dodoma, na tumefungua shauri hili kuhoji uhalali wa jeshi la magereza kuzuia na kuwaweka vizingiti ama kuwawekea vizingiti au vikwazo mawakili pale wanapomtembelea ama wanapotembelea magereza kwa ajili ya mashauriano ya kisheria na wateja wao ambao ama ni wafungwa au mahabusu. Shauri hili litatajwa kwa mara ya kwanza tarehe 14 Aprili mwaka 2026 mbele ya jopo la majaji watatu ambao ni Mruma, Dr. Rumisha na Dr. Longopa JJS. Tutaipigania heshima na hadhi ya uwakili usiku na mchana na bila kuchoka. Imepigwa sahihi na wakili Maduhu. Naam, hii ni taarifa mbaya kutoka kwa mawakili kuhusu magereza, haswa gereza la Ukonga. Taarifa tuliokuletea hapo awali, kama umekuwa ukitufuatilia sana kwenye channel hii ya TanzaPulse, nilikujuza kwamba kuna mambo ambayo yanaendelea pale gerezani Ukonga. Kuna taarifa ya kwanza niliyokujuza kwamba Tundu Lissu anateswa sana gerezani, kwamba yuko under 24/7 surveillance, CCTV surveillance, kwamba wanamwangalia kila wakati masaa 24. Wanataka kuona anafanya nini, anachunguza nini, anaandika nini. Yaani hana ule uhuru wake kibinafsi wa kufanya mambo yake hata kama yupo gerezani, yani ambao vile vile ni kinyume cha sheria. Na ikumbukwe vile vile kuna wakati pia tulikuletea ripoti kwamba Tundu Lissu alikuwa amewekwa kwenye gereza lake peke yake, akiwa peke yake, huku wengine wameondolewa. Nikakuletea taarifa nyingine vile vile kwamba Tundu Lissu amewekwa gereza moja na wale mahabusu wabaya zaidi, wale ambao wameshikwa kwa ajili ya mauaji, kwa ajili ya kufanya ujambazi, kutumia silaha, yani amewekwa pamoja. Lakini la kusikitisha zaidi ni kwamba unajua Tundu Lissu alikataa yeye kuwakilishwa pale mahakamani na wakili yeyote, akasema yeye kesi yake atajiwakilisha. Kwa hiyo katika yale maandalizi yake, wakati pengine anaelekea mahakamani siku inayofuatia, akifanya maandalizi yake na upekuzi kidogo na kufanya utafiti kidogo, kwamba hana ile privacy na yeye ni wakili na yeye ndiye anaenda kujiwakilisha. Unapata kwamba kuna kamera pale ambazo zinamumulika masaa 24, kwamba wanaweza angalia anachunguza nini, wanaweza angalia anaandika nini, ili kumdhibiti mahakamani siku inayofuata. Jambo jingine ambalo limefanya hasa hata hawa mawakili kuanzisha shauri hili dhidi ya magereza, usimamizi wa magereza haswa hata hilo la Ukonga, ni kwamba Tundu Lissu akiwa pale Ukonga gerezani, watu hawaruhusiwi kuingia kumuona. Wanachama wenzake, viongozi wa chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo, hata mawakili wake, inakuwa muhali sana kukubaliwa kuingia kumuona. Na hata wakati mwingine hata si kumuona tu, manake hao ni mawakili, wanastahili kwenda pale kujadiliana kuhusiana na shauri ambalo pengine litakalofuata, lakini unagundua kwamba wanazuiliwa kuenda kufanya majadiliano na client wao ama mteja wao pale gerezani ili kujua keshowe itakuwaje. Ndio maana wakaanzisha hii kesi
wakisema kwamba wanataka kuhoji uhalali wa jeshi la magereza kuzuia na kuwawekea vizingiti au vikwazo mawakili pale wanapotembelea magereza kwa ajili ya mashauriano ya kisheria na wateja wao ambao ama ni wafungwa au mahabusu. Inakuwaje? Manake haya yote ni kinyume na sheria za Tanzania, sheria za mfungwa na sheria za magereza. Na vile vile kuna taarifa ambayo nilikuletea usije ukasahau kwamba kuna wakati Tundu Lissu mwenyewe alikuwa nagombana akisema kwamba hata kama ndio wakikubalia, kuna wakati anakubalia pengine wakili wake mmoja ingie. Akiingia wakati wanajadiliana mambo yao kuhusu pengine hiyo kesi, unagundua kwamba wamekuwa hiyo room yenye anawekwa iko tap. Tunapata kwamba kuna mtu kwenye hiyo sehemu nyingine, chumba kingine, anasikiliza yale yote anayoyazungumza. Kwa hiyo inakuwa ngumu zaidi Tundu Lissu kupeana taarifa ama kupeana ujumbe kuhusiana na kesi, ujumbe ule ambao ni mzito zaidi, manaka anajua wanamsikiliza, na wakishamsikiliza wanachofanya ni gani? Wanaweza kuchukua ujumbe pengine ambao umerekodiwa, wampelekee Samia Suluhu na wapeleke ili waweze kujua jinsi ya kumdhibiti pengine siku inayofuata. Kwa hiyo huu ukatili ndio umefanya mawakili hawa wawili, niseme watatu, akiwemo wakili Mwaduhu William, Nation Kungu na Paul Kisabo kuanzisha kesi hii dhidi ya magereza. Na ukumbuke juzi Tundu Lissu ameandika barua akiomba kesi yake isikilizwe kwa mbio na iharakishwe, manake wakati alipigwa risasi 16 mwaka 2017. Kwa hiyo ana maugonjwa, mwili wake hauhisi vizuri, ndio maana uendanga kliniki kila wakati, lakini tangia ashikwe ule kuenda kliniki kuangaliwa kila wakati hawezi sasa. Ndio maana akasema kesi ile iharakishwe ili atoke aende kupata matibabu. Ila jana jeshi la magereza lilitoa ujumbe likisema kwamba ni kinyume na yale yanayozungumzwa. Akasema kwamba Tundu Lissu bado yuko sawa kabisa kiafya, yuko shwari kabisa. Ni mambo ambayo yanazidi kuibuka hadi kuwafanya hawa mawakili kujitoa muhanga kwenda kotini ili waweze kuleta hao jeshi wa magereza na watoe taarifa mbona wanaenda kinyume na sheria za Tanzania. Sijui una maoni gani mpenzi mtazamaji, ila waweza kuniandikia ujumbe hapo chini kwenye hicho kisanduku cha kutoa maoni. Na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali gonga alama ya kengele na vile vile subscribe, like na kushare video zetu. Unaweza kuzishare pale kwenye platform zako, WhatsApp, Facebook, popote. Share na marafiki, ndugu, ili waweze kupokea taarifa hizi kuhusiana na shauri hili ambao limeanzishwa na mawakili watatu.